Mamlaka ya Mji Mkongwe tangu ilipoanzishwa na sheria ile ya 2022 na kanuni zake za 2023 imekuwa ikifanya mageuzi makubwa sana ya kuhakikisha kwamba nidhamu katika ule mji inasimamiwa. Na nidhamu inagusa maeneo mengi. Moja ni usafi, nyingine ni masuala ya makelele, noise pollution, taratibu za ujenzi, taratibu za mitaro na usafi wa mitaro, taratibu za uingiaji wa vyombo vya habari. Kanuni zile zina state clear. Na jamani, mtu akitaka kufanya kazi yake, ukitaka kufanya kazi, obviously kuna watu ambao utakuja kuwagusa, sivyo? Utakerana na watu. Na sasa hivi wengi wetu ndakuwa ni mashuhuda. Mji Mkongwe ulipokuwa chini ya manispaa na ulivyo sasa hivi ni vitu viwili tofauti. Lakini hufikia achievement zile ambazo zimefikiwa hivi tu, lazima kuwe kuna enforcement. Na shida yetu sisi inakuja hapo kwamba sheria tunazitunga wenyewe, kanuni tunazitunga wenyewe, lakini tunapotaka kuja kuenforce, kila mtu anajua, kila mtu ana malalamiko. Nikikwambieni mimi idadi ya simu ambazo ninapigiwa za violation ya traffic ndani ya Mji Mkongwe, kwamba mheshimiwa, hapa niko hapa ndo watu wa mamlaka wamenikamata, ni nyingi mno. Per day zinaweza zisipungue hata 7-8. Watu wanakupigia simu, mtu kakamatwa akafanya kosa hili. Sasa jamani, kanuni zipo kwa sababu ya kusimamia nidhamu. Ikiwa tena waziri kila wakati unaingilia na kuonekana kwamba kakamatwa jamaa yako, mwachieni, ndio tutakuwa tunasimamia kanuni? Wafanya biashara, una utaratibu ambao tumeweka. Tunaposema kwamba sehemu fulani usifanye biashara, ni kwa mujibu wa kanuni ambazo zimewekwa. Lakini bahati mbaya sana kwamba wakati huo unataka kuenforce, unatafsiriwa kwamba unawaingilia watu biashara zao, watu ni wanyonge, wakafanya biashara wapi? Sasa tukianza kuweka argument hizo, tutakuwa hatufanyi kitu chochote katika hii nchi. Maana kila mtu utopomgusa atakuwa na malalamiko yake. Mwisho wa siku utakuja kufanya biashara mpaka kwenye mitaro inayopitisha maji machafu. Na hayo mambo yapo. Unapita katika mitaro mbalimbali huko, barabara zimejengwa mpya, mtu kaeka kuni zake kwenye mtaro, mtu anachoma mishkaki katika mitaro. Sasa hayo ambayo yanatokea katika manispaa, sisi katika mamlaka ya Mji Mkongwe tumeyakataa. Na ndio maana tukasema kwamba kwa makubaliano kabisa na mamlaka kutoka hapa wizarani, twendeni tuka-enforce sheria, twendeni tuka-enforce kanuni ambazo tumejiwekea. Kinyume cha hapo tutakuwa hatuna Mji Mkongwe. Na kama itakuwa kila mtu anafanya anachokitaka yeye ndani ya ule mji, manake hakuna mtalii. Ile ni icon ya Zanzibar. Unapozungumza utalii wote wa Zanzibar, asikwambie mtu bwana, sio Kendwa, sio East Coast, ni Stone Town. Kwa sababu hao wote ambao wanatoka huko, mwisho wa siku lazima tour zao wazimalizie pale. Wafanyabiashara lazima tuzingatie utaratibu. Hatu advocate torture, hatu advocate mtu kudhalilishwa, lakini utaratibu lazima uzingatiwe. Unapoelekezwa ondosha biashara yako hapa, nenda pahala fulani. Na uzuri kwamba mtu haondoshwi tu hivi. Unaondoshwa, lakini tayari unaambiwa ondoka hapa, nenda pahala fulani.